Sasa hivi na wenyewe kiukweli, kama hizi kazi zetu za ufundi kuifanya wamekuwa wakiziogopa, wanahitaji maisha ya chapu. Yaani anahitaji kwamba leo akifanya kazi hii kesho apate matunda. Sasa kama kazi ya ufundi ni kazi sana kupata vitu kama hivyo, kwamba umeingia katika mfumo wa kutengeneza furniture alafu ujifunze umalize alafu ndio upate kipato, ni kazi. Kwa hiyo lazima uvumilivu uwepo, na kwenye harakati zingine ili uweze kufika sehemu moja ama nyingine lazima uvumilivu uwepo. Uweze ukapata mafanikio bila kuwa na uvumilivu. Sawa sawa. Yeah. Hapo tunaweza tukadokeza kidogo kwenye swala zima la ufundi. Ukiachana na ufundi, vijana siku hizi wamekuwa wanachagua sana pia kazi. Ukiachana na hiyo kukatishwa tamaa, unafikiri ni kwa nini wamekuwa na hiyo tabia ya kuchagua kazi? Ndio tunarudi pale pale kwamba vijana watu wengi tunahitaji pesa za chapchap. Sasa mtu anapohitaji pesa chapchapu ni kwamba lazima achague kazi, na ndio maana asilimia kubwa, mimi sikufichi, mimi nakwambia ukweli, asilimia kubwa na ndio maana mabodaboda ni wengi. Yani kazi ya bodaboda maana yake ni kwamba anahitaji, anataka pesa ya hapo hapo. Yani akiamka asubuhi akishapata pikipiki yake akaenda kwa mtu akaingiana naye mkataba, sana ingia barabarani anaanza kupata pesa. Lakini katika hizi kazi zingine ambazo ni kwenda garage, kuna hizi kazi zetu za sofa ambazo ni furniture kwa ujumla, kuna hizi mambo ya kujenga, kuna haya mambo ya yani vitu vile vigumu. Unakaa zaidi ya miaka 2 hujapata kitu chochote. Yani wewe kila siku unaamka asubuhi unaenda kufuata venyeji kujifunza, na ikiwezekana siku unapigwa mpaka kimya, hela hakula upati. Mimi nimekuwa nikifanya enzi hizo najifunza ufundi, nakumbuka unaenda kufanya kazi, yani mtu anakupigisha kazi kweli kweli, alafu unarudi nyumbani kapa anakuambia nakufundisha kazi. Mimi kwani ndio nimekuleta hapa? Kwa hiyo kiuhalisia lazima uwe mvumilivu. Sasa kizazi hiki kimekuwa ni kazi sana kuweza kuwa na uvumilivu wa kufanya kazi. Sasa hapo ndo unapokuja kuchanganyikiwa. Wewe ni mtoto wa kiume alafu unachagua kazi kwamba mimi kazi ya ufundi seremala siwezi kuifanya. Unajikatisha tamaa mwenyewe. Kwa sababu leo hii maana yake utakapokuwa umeingia kwenye mfumo mzima wa furniture, kama kutengeneza vitanda, sio kwamba utafika utaanza kufanya kazi ile nyepesi. Lazima utaingizwa katika ule mfumo wa kazi ili tuone kipimo chako kweli umekuja kufanya kazi au kumekuja kutafuta maslahi tu. Pamoja na yote MK, kwa kumalizia uambie neno, kwa sababu kuna mwingine unajua anakatishwa tamaa hata na mzazi wake, au kuna anaweza kawa na jamaa yake ni mtu mzima, naona huyu amenizidi umri, naweza nikamshirikisha jambo langu na akanipatia ushauri mzuri. Tupe neno kwa hawa watu wenye tabia hizo. Ndugu mtangazaji, kwanza hao watu wanaofanya vitu vya kukatisha tamaa kiukweli wanakuwa wanawafelisha wenzao. Yaani kwa hivi vijana, kuna vijana wengi wanakuta wao akiona umesogea sehemu moja ama nyingine, anatamani kuja kuuliza, bro, hapa nikifanya hivi naweza nikasogea kweli? Sasa anapokuwa amekufuata, hebu jaribu kufanyeje kumpa misingi ambayo ni imara kwake, na kesho kutwa anaweza kumsaidia. Usianze kumwambia kile kitu akiwezekani, kile kitu ukiwezi, wewe kile kitu umeenda long. Hivyo vitu kiukweli sio ustaarabu wala haipendezi katika jamii. Kumbuka mpaka na wewe ulipofika hapo kuna mtu amefanyeje, amekushauri. Yaani sio kwamba umefika hapo bila kuwa na ushauri na wewe. Ni watu wamekushauri na ndio maana na wewe umefanyaje, umefika hapo. Sasa ili na yule mwingine afike hapo lazima umshauri. Sasa tunapokuja kujisahau katika wale wengine ambao wameshafanikiwa, wanahisi kwamba ndo tayari amefanyaje, amemaliza. Hapana. Kwanza unapokula tengeneza wigo wa watu wengi kufanikiwa, maana yake nao unatengeneza watu ambao kesho na kesho kutwa mnaweza mkaenda mkajoin kitu.